Sasa imekuwa ni biashara kwa kundi hilo la madaktari wanaosemekana kujinufaisha na wagonjwa ambao kila uchao, si mmoja si wawili, huabiri ndege kwa ushauri wa madaktari wao kupata matibabu wanaoahidiwa ni ya kisasa na ya bei nafuu nchini India. Lakini asichokijua mgonjwa huo ni kuwa kati ya fedha atakazolipa, kiasi fulani kinamwendea daktari wake humu nchini kiinua mgongo kutoka kwa hospitali nchini India kwa kumtuma mgonjwa huyo. Duru ambazo tumepata ni kwamba wanapata karibu dola kutoka 600 kwenda hata dola 1000 za Kiamerikani. Kundi hilo la madaktari linadaiwa kuwashinikiza wagonjwa kuenda ng'ambo kwa matibabu ambayo yanapatikana humu nchini. Ni karibu 10,000 kila mwaka ambao wanasafiri nje, na tunasikia wanatumia karibu bilioni 10 za Kenya kwa matibabu. Hizo ni pesa ambazo zinaenda kwa nchi za kigeni. Kwa wale wote, si wote kwa kweli ambao wanahitaji kwenda, na si wote ambao wanahitaji kutibiwa katika nchi za kigeni. Wengi wanaweza kutibiwa katika hapa nchi yetu, na ndio tunaona kuna sababu zingine ambazo si za kimatibabu ama not medical reasons ambazo zinafanya watu waende. Wagonjwa sasa wametakiwa kuwa makini kutafuta maoni ya madaktari wengine kabla ya kufunga safari. Wengi wa wagonjwa ambao wanaenda hawapatiwi mawaidha ya kutosha ya kwamba matibabu mengi yako hapa katika nchi yetu. Huku Wizara ya Afya ikiendesha uchunguzi, bodi ya wahudumu wa afya nchini imepokea ripoti zaidi ya 800 kuhusiana na visa hivyo. Esther Kahumbi Makori, Citizen Nipashe.